Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa vijana wengi sasa hivi wanajitolea kwenye shule zetu na tunashindwa kuwaambia wasiendelee kujitolea kutokana na umuhimu wa nafasi walizoshika na masomo wanayofundisha, serikali haioni kuwa ni wakati mwafaka sasa wa kuchukua takwimu sahihi ya vijana hawa waliojitolea kwa miaka mitatu ili iweze kutoa mwongozo sahihi wa namna hao vijana watakavyohudumiwa? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi niweze kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Zakaria Paul Isae, swali lake la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyokwisha kusema kwamba utaratibu wa ajira sasa ni unaenda kwa njia ya ushindani, kwa sababu tumejiwekea sera ambayo inatuongoza namna ya kuwapata watumishi wanaoingia katika ajira. Na swali lake la nyongeza linaeleza kwamba namna ambavyo tunaweza kuwatizama kwa karibu wale vijana ambao wanajitolea kwenye shule zetu. Tayari ofisi ya utumishi imeshakwisha kuanza kuweka mkakati wa kuwafuatilia vijana hao ambao wanajitolea, lakini utaratibu uko pale pale kwamba watafuata mwongozo ule wa kujitolea wanapoingia kwenye ajira zile za kujitolea, hasa kwenye shule zetu. Kama nilivyokwisha kusema, mwongozo huu utaelekezwa kwenye shule, utaongozwa kwenye mamlaka za serikali za mitaa, lakini kwenye taasisi, kwenye idara na wizara zote, ili utumike kwa ajili ya kuwapata vijana wa kujitolea. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, ajira zile za kujitolea ni kuandaa vijana wetu waendeleze zile taaluma walizozipata vioni au mashuleni, ili wanapoenda kupambania katika ajira waweze kutumia vizuri ujuzi walioupata, kwa sababu wanapopata ile nafasi ya kujitolea inawapa uwanja mpana wa kuelewa field zao au kada zao, ili waweze kupambana katika shindani la ajira. Vijana wengi wanapoenda kwenye mitihani ile ya awali, yani aptitude test, kwanza tunapata waombaji wengi sana ambao ajira kishatangazwa wanaojitokeza kwa wingi kuomba ajira hizi. Kwa hiyo wanapoenda kwenye zile ajira wanafanya mtihani, kwenye usaili wanafanya mtihani wa written. Na kwenye ule mtihani wa written kunakuwa na alama ambazo zinamfanya yule msailiwa aweze kufikia zile alama. Kwa hiyo wale waliofikia alama wanachukuliwa. Kwa hiyo hoja ya Mheshimiwa mbunge ni kwamba wengi wanafaulu, na kwa kuwa kiwango ambacho serikali imepanga labda kwa muda huo walioomba ni watu 10,000 na wanaohitajika labda ni watu 500. Kwa hiyo cut point ya alama zile zinazotakiwa lazima itapanda kulingana na wingi wa watu kufaulu kwenda kwenye mtihani wa written. Na hii ni kwa sababu tunazingatia sheria ILO ambayo inatuelekeza kwamba nafasi moja itashindaniwa na watu 3.